Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala sayidina Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Wapenzi watazamaji, karibuni sana katika mwendelezo wa darsa zetu. Leo tutaendelea na tafsiri ya ndoto ya kupaa kulingana na hali ya muotaji. Tafsiri ya ndoto ya kupaa angani au mbinguni, hasba hali rai, kulingana na hali ya muotaji. Katika sehemu ya kwanza tuliishia kwa mwanamke aliyeolewa. Leo tutaanzia kwa mwanamke mjamzito na kuendelea biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wanazuoni wanasema ru'yatu tayran, kuona anapaa, kuona anapaa, lilmar'ati alhamili, kwa mwanamke mjamzito, yani akilala akaona ndotoni anapaa, wanasema kad tushiru ila sahulatil wilada. Ndoto hiyo kwa mwanamke mjamzito ya kupaa inamaanisha ama inaashiria uwepesi ama urahisi wa kujifungua. Mwanamke mjamzito akiota anapaa, hiyo ndoto inamaanisha atajifungua kwa urahisi, wa salamatiha, na usalama wake, wa salamati janiniha, na usalama wa kile kiumbe kilichoko tumboni. Khaswatan idha kana tayranu marihan, wanasema wanawazuoni, na khaswa kule kupaa idha kana, ikiwa atayranu, kule kupaa, marihan, kwa starehe, yani anapaa kwa starehe, anapaa kwa amani, hakuna shida katika kule kupaa kwake. Hiyo ndoto inaashiria urahisi wa kujifungua na usalama wake na usalama wa kiumbe kilichopo tumboni. Lakini wanaendelea wanasema, maana nyingine ya mwanamke mjamzito akiota anapaa angani au tuseme mbinguni, wanasema maana nyingine ya hiyo ndoto ni qarbu maw'idil wilada, ni kukaribia qarbu maw'idu alwilada, kukaribia wakati wa kujifungua. Maana yake ni kwamba mwanamke huyo anakaribia kujifungua, yani intiqaluha ila marhalatin jadida, kwa maana kuhama kwake kuelekea hatua mpya. Maana yake anaelekea katika marhalatun jadida, hatua mpya, maana yake hatua ya kujifungua. Kadhalika mjamzito akiota anapaa, yawezekana ndoto yake ikamaanisha kukaribia wakati wa kujifungua. Naam, wanaendelea wanazuoni wanasema kad yadullu ala jinsi almauludi ahyanan, lakini wanasema huenda ikamaanisha jinsia ya mtoto wakati mwingine. Yani kuna wakati ndoto ya kupaa kwa mwanamke mjamzito inaweza ikamaanisha jinsia ya mtoto atakayezaliwa. Jinsia kama vipi? Wakasema fatayranu almurtafi'u, kupaa juu sana, yani kupaa juu sana. Atayranu almurtafi', wanasema kad yushiru ila mauludin dhakarin, huenda pia ndoto hiyo ikamaanisha mtoto wa kiume, ikamaanisha kwamba huyu mwanamke atajifungua, lakini atajifungua mtoto wa kiume. Wakati mwingine ndoto kama hiyo inamaanisha hivyo. Haya, sasa twende tukaangalie kwa lirajuli, kwa mwanaume. Kwa mwanaume akiota anapaa ndotoni, yani binisbati lirajuli, kwa upande wa mwanaume, atayranu fil manami, kupaa katika ndoto. Kupaa katika ndoto, mwanaume akiota anapaa ndotoni, yadullu ala, ndoto hiyo inaashiria arrifa'atu wal mansabu wa sultan, ndoto hiyo inaashiria kunyanyuliwa, cheo na utawala, kwamba huyu mwanaume
anaweza kwa maana akapandishwa cheo kama ni mfanyakazi, lakini pia anaweza kuwa mtawala kwa mwanaume akiota anapaa. Lakini maana nyingine binisbati lirajuli, kwa upande wa mwanaume akiota anapaa ndotoni, pia inamaanisha asafaru wa tahqiqul makasib. Pia inaweza ikamaanisha kusafiri, kwa maana ya huyu mwanaume atasafiri, wa tahqiqul makasib, na atapata mafanikio katika hiyo safari yake. Huyu mtu atapata mafanikio, atafanikiwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atasafiri na atafanikiwa. Lakini maana nyingine kwa mwanaume, kwa upande wa mwanaume, binisbati lirajuli, akiota anapaa, akiona anapaa ndotoni, pia inaweza kumaanisha aziwaju lil'azab, inaweza kumaanisha ndoa kwa yule ambaye bachela, kwa mwanaume bachela, kwa mwanaume ambaye hajaoa, bachela, akiota anapaa angani, pia hiyo ndoto inaweza kumaanisha ndoa. Aziwaju lil'azab, ndoa kwa mwanaume ambaye ni bachela. Naam, kwa maana inaweza pia kuwa na maana nzuri. Kiufupi, mpaka sasa tunaona bado ndoto ya kupaa kwa mwanaume ina maana nzuri, lakini wanasema wanawazuoni, idha tara min makanin ila makanin aswa, ikiwa atapaa kutoka sehemu moja kuelekea sehemu mbaya zaidi, min makanin ila makanin aswa, ikiwa ataota huyu mwanaume ya kwamba anapaa kutoka sehemu moja lakini anaelekea sehemu mbaya, hii ndoto anasema maana yake faqad yasuu halahu, hii ndoto inamaanisha hali yake itakuwa mbaya. Mwanaume akiota anapaa kutoka sehemu mbaya, yani kutoka sehemu moja kuelekea sehemu mbaya zaidi, hiyo inaweza kuashiria hali yake ya kimaisha itakuwa mbaya, au hali yake ya kiafya na kadhalika. Wala aksu sahihu, na kinyume chake pia, kwa maana akiota anapaa kutoka sehemu fulani kuelekea sehemu nzuri zaidi, basi pia inamaanisha hali yake itakuwa nzuri, hali yake itakuwa nzuri. Naam, ama kwa upande wa mgonjwa akiota anapaa, awil masjun, au mfungwa, atairanu lilmaridhi awil masjun, kwa upande wa mgonjwa au mfungwa. Sasa mgonjwa au mfungwa, tukianza na huyu mgonjwa, wanasema wanawazuoni, idha tara aliyan walam yaud, ikiwa atapaa mgonjwa akiota amepaa juu sana, aliyan, juu sana, walam yaud, na wala asirudi, yani mgonjwa akiota amepaa alafu kule juu alipopanda asirudi tena huku ardhini. Au tara fawqa almaqabir, au akiota amepaa juu ya makaburi. Kwa mgonjwa akiota amepaa juu, yani anapaa lakini yuko juu ya makaburi, au amepaa hakurudi tena ardhini, wanasema faqad yadullu ala danwi ajalihi, ndoto hiyo inamaanisha, inaashiria kukaribia kifo chake, kwa maana ya huyo mgonjwa anakaribia kifo. Ama idha tara waada, ama mgonjwa akiota amepaa na akarejea, waada, na akarejea, faqad yushfi min maradhihi, ndoto hiyo inamaanisha anaweza akapona ugonjwa wake, anaweza akapona ule ugonjwa anaoumwa. Ama kwa upande wa mfungwa, akiota anapaa angani, wanasema yadullu ala khilasihi wa faku asrihi, kwa maana hiyo inajulisha kwa mfungwa kukombolewa. Mfungwa akiota anapaa, maana yake ataachiliwa
atakombolewa, atabaki huru na kifungoni, yani atafunguka, atakombolewa katika kile kifungo, manake ataachiliwa huru. Hiyo ndio maana ya kuruka kwa upande wa mfungwa. Kwa hiyo mfungwa akiota anaruka akiota anaruka, basi akiamka anaweza akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, akiota anapaa, kwa sababu hiyo inaweza kuwa ni ishara ya kuachiliwa ya kuachiliwa. Lakini kadhalika mgonjwa akiota amepaa kisha akarejea, pia ni jambo la kumshukuru, kwa sababu hiyo inaweza kuashiria kupona ugonjwa wake. Kwa hivyo hizo ni tafsiri za au ya ndoto ya kupaa kulingana na hali ya muotaji. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.